Habari mwanakitaa, mimi ni Dr. Nataka nikuulize, je, unafahamu kuwa ugonjwa wa selimundu ama sickle cell huathiri mamilioni ya watu kote duniani? Unafahamu kuwa zaidi huathiri Afrika, hasa nchi zilizo chini ya jangwa Sahara ikiwepo Tanzania? Tarehe 19 Juni ni siku ya sickle cell duniani, na Marian Foundation kwa kushirikiana na Wizara ya Afya inakuletea elimu kuhusiana na ugonjwa huu wa sickle cell. Utauliza, ugonjwa wa selimundu ni nini? Ugonjwa wa selimundu ni hali ya kurithi ambapo seli nyekundu za damu hubadilika umbo na kuwa kama mwezi mwandamu ama kama umbo la mundu badala ya kuwa mviringo kama kawaida. Seli hizi ngumu zenye umbo lisilo la kawaida huishi kwa muda mfupi na hushindwa kusafiri vizuri kwenye mishipa ya damu, hivyo kusababisha upungufu wa damu, yani anemia, maumivu makali na hatari ya kuharibika kwa viungo vya mwili. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoathirika zaidi na sickle cell disease, yani ugonjwa huu wa selimundu duniani. Takwimu zinaonyesha zaidi ya watoto 8,000 huzaliwa na selimundu kila mwaka nchini. Na vijana wengi wanaishi na hali hii bila kugundulika mapema, husababisha kukosa huduma sahihi za kiafya na msaada wa kijamii. Kupitia elimu na upimaji mapema, tunaweza kusaidia vijana wengi kuelewa hali yao, kufanya maamuzi sahihi ya kiafya na kuepuka kuendeleza maambukizi kwa vizazi vijavyo. Kupima hali ya selimundu kabla ya ndoa ama kupata watoto ni hatua sahihi sana ya kuzuia watoto kuzaliwa na ugonjwa huu wa selimundu. Hii inataka kuzungumza na vijana ambao wanaelekea kwenye kuoana. Mara nyingi wengi hupima magonjwa mengine kama HIV, lakini husahau kupima hali ya selimundu. Ni vyema kufanya hivi. Wanaondoa wawili wenye vinasaba vya selimundu wana uwezekano wa 25% ya kupata mtoto aliyeathirika kabisa. Kwa kujua hali yako mapema, unaweza kufanya maamuzi ya busara na kupanga familia yako yenye afya mapema. Vijana, tunapokwenda kwenye ndoa ni muhimu sana kupima hali ya selimundu. Unyanyapaa na athari za kihisia kwa wagonjwa hutokea sana katika jamii yetu. Hapana, tusifanye hivyo. Watu wanaoishi na sickle cell disease, ugonjwa huu wa selimundu, mara nyingi sana hukumbana na unyanyapaa kutoka kwa jamii kutokana na kutokuelewa ugonjwa huu. Jamii zingine huamini kuwa hii ni laana na huhusisha imani za kishirikina, hali inawafanya wagonjwa kuficha hali zao. Athari hizi husababisha msongo wa mawazo, kutengwa kijamii na kudhoofisha afya ya kiakili na ya kimwili. Sasa elimu na huduma ndio silaha kuu za kupambana na unyanyapaa huu. Marian Foundation kwa kushirikiana na Wizara ya Afya imejikita katika kutoa elimu sahihi ya ugonjwa wa selimundu kwa jamii, upimaji wa awali kwa watoto wachanga ili kubaini ugonjwa huo mapema, lakini pia kuwaongezea uwezo wa watoa huduma za afya katika vituo vya afya. Zaidi, kuwaunganisha wagonjwa waliobainika na huduma sahihi za afya ili kuokoa maisha yao. Sasa kupitia mradi wa Sickle Care, Marian Foundation kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na wadau wengine wamelenga kuelimisha jamii kwa kupima watoto wachanga, kuwasaidia kufikia hatua za matibabu na jitihada zingine za kusaidia kuboresha maisha yao kwa wale wanaoishi na selimundu. Kuelimisha jamii imekuwa kipaumbele kikubwa sana katika mradi huu wa Sickle Care. Basi palipo na maoni, maswali, unaweza kuuliza kupitia mitandao hii ya kijamii. Mimi naitwa Dr. Tuonane tena wakati mwingine kuelekea tarehe 19 Juni ya siku ya sickle cell duniani. Huyo ni Dr. Afya ya Kitaa.